kwamba nchi hii Tanzania 70% ya idadi ya watu ni vijana ambao ni chini ya umri wa miaka 35. Na vijana hawa ndio wanatengeneza nguvu kazi, takriban wanachangia nguvu kazi katika taifa hili 55.6. Na vijana hawa ndio wanapitia changamoto mbalimbali za ukosefu wa ajira, changamoto za ukosefu wa mitaji, wanahangaika na kujikwamua wenyewe. Na kwa mujibu wa takwimu, kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya vijana hii hapa ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema kati ya vijana milioni 1 kwa mwaka ambao wanaingia kwenye soko la ajira, vijana wanaopata fursa kuajiriwa kwenye sekta rasmi, aidha sekta binafsi na sekta ya umma, ni vijana 200,000 tu. Vijana 800,000 wanabaki mtaani wakiwa bodaboda, machinga, mamalishe, fanya biashara, mawinga, bila kuwa na fursa ya kupata mitaji, mikopo na mazingira mazuri wezeshi ya kiuchumi. Lakini mbali na hapo, kwa mujibu wa sera hii ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema sasa hivi vijana ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi ni 80% ya vijana ambao wanajaribu kujipambania. Shughuli zisizo rasmi zimekuwa kwa kasi kutoka 10.1 mwaka 2006 hadi 59.9 mwaka 2022. Hii inaashiria kwamba kuna kusinyaa kwa utengenezaji wa ajira katika sekta rasmi. Hii inaashiria kwamba kuna kusinyaa kwa shughuli za uzalishaji za kiuchumi zinazotengeneza ajira rasmi. Hii inaashiria ya kwamba kuna kusinyaa kwa jitihada za serikali katika kurasimisha sekta zisizo rasmi kuwa sekta rasmi kupitia uwezeshaji wa vijana kifedha, yani mikopo, ujuzi na maeneo rasmi ya biashara. Ndugu waandishi wa habari, sera ya maendeleo ya vijana hii hapa ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 inatambua wazi na fika kwamba kuna changamoto ya ukosefu wa mitaji kwa vijana, changamoto kubwa sana, na uwezeshaji ni kikwazo kikuu kwa vijana. Mbali na jitihada za serikali za utolewaji mikopo kwa vijana kupitia halmashauri zetu, kupitia hapo awali kupitia mfuko wa maendeleo wa vijana, ambao mfuko wa maendeleo ya vijana awali ulikuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu, sera, vijana, kazi na ajira. Sasa hivi mfuko wa maendeleo ya vijana upo chini ya waziri wa maendeleo ya vijana. Mbali na jitihada za serikali ambazo wanazifanya ili kuwawezesha vijana, bado kuna changamoto kubwa sana zinazokumba utaratibu, mfumo wa utolewaji wa fedha kwa vijana na uwezeshaji. Bado kuna changamoto kubwa za kimfumo katika utolewaji wa hii mikopo na uwezeshaji kwa vijana. Kuna changamoto kubwa ya kiuwajibikaji, kitaasisi, kiuratibu na ukosefu wa miongozo iliyo wazi na yenye kueleweka. Ndugu waandishi, changamoto hizi nilizozitaja ambazo zipo zinapelekea kukithiri kwa wizi, ubadhilifu wa fedha, urasimu, mwamko mdogo wa vijana kukimbilia hizo fursa, makusanyo madogo ya mikopo hii, ubaguzi na ukosefu wa taarifa kwa vijana kuhusu mikopo hiyo na fedha. Changamoto hii inawafanya vijana kushindwa kujikwamua kiuchumi na hivyo kukosa kimbilio. Hali duni ya vijana kiuchumi haiwapi sifa ya kukopesheka katika taasisi za kifedha na mabenki kama microfinance, kutokana na masharti magumu yaliyopo, ikiwemo hitaji la kuwa na biashara yenye ofisi
ya kuhitaji ushahidi wa mkataba wa pango, sharti la kuwa na leseni ya biashara, sharti ya kuwa na mzunguko wa miamala ya fedha kwenye akaunti ya benki isiyo zaidi ya milioni moja, ambayo inafika milioni moja kwa mwaka kupitia benki, ambayo ushahidi lazima upeleke benki statement, kuwa na dhamana ya nyumba, kuwa na dhamana ya kiwanja kinachoendelezwa ambacho lazima kuwe na pagale, au uwe na gari ambalo uingizwaji wake nchini, importation, sio chini ya miaka 5 tangu kiingizwa kwake. Vijana wengi hawawezi kumudu masharti ya namna hii ya ukopeshaji, na mbaya zaidi, taasisi nyingi za kifedha, microfinance, na taasisi za kifedha kama benki, kunakuwa na riba kubwa sana. Taasisi kadhaa za kifedha riba zake inaanzia 4.5% kwa mwezi, zingine 3.5% kwa mwezi, na sio reduced. Mfano, mimi ni kijana, mimi napenda sana kuzungumza. Mimi nafanya biashara ya viazi, mimi nanunua viazi Njombe na kuja kuuza Dar. Katikati hapa nilitikisika kidogo, nikajaribu kwenda kutafuta mkopo wa milioni 15 katika hizi taasisi za kifedha. Benki nilishindwa masharti yao, walitaka niwe na gari ambalo importation yake ni isizidi miaka 5. Gari langu mimi sijui na miaka mingapi tangu limeingizwa. Walitaka niwe na nyumba, mimi sina nyumba. Walitaka kuwa na kiwanja ambacho tayari kina pagale la nyumba linayoendelezwa, mimi sina. Walitaka benki statement ambayo miamala yangu ni zaidi ya milioni 100. Lakini nikaenda taasisi za kifedha zingine, masharti ni kama haya, lakini riba yake, kuna moja ya taasisi sitaki kuitaja, nilivyosema naomba nikope milioni 15, wakasema kwa mwaka mmoja utarejesha milioni 22. Kwa hiyo riba ni takriban milioni 7 nitapaswa kuongeza kama riba. Kwa hiyo nazungumza hivi ili tuone picha ni namna gani mfumo wa ukopeshaji na uwezeshaji vijana kiuchumi na mikopo Tanzania sio rafiki kwa vijana. Kwa hiyo serikali inapaswa kuvaa wajibu huu. Serikali inapaswa kuona namna gani ya kuweza kuratibu mifumo yake kuweza kukopesha vijana. Changamoto hizi na nyinginezo zinaashiria namna gani swala la uwezeshaji vijana kiuchumi inapaswa kuchukuliwa kwa uzito na unyeti mkubwa na serikali, kwa kuhakikisha nchi yetu inakuwa na mifumo imara ya kitaasisi, kiuwajibikaji, kisheria, kimiongozo, ili kuzuia wizi, ubadhilifu, urasimu, ubaguzi na kurahisisha uratibu, yani coordination, udhibiti, wepesi wa upatikanaji wa taarifa kwa vijana kuhusu vigezo na taratibu za kupata hiyo mikopo.